Kiongozi wa muda wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO, Viviane Van Dipere, amewasili mjini Goma kwa ndege ya shirika la Umoja wa Mataifa Alhamisi tarehe 12 Februari mwaka 2026, hatua iliyochukuliwa kama umuhimu katika juhudi za kusonga mbele mchakato wa kusitisha mapigano baina ya serikali ya DRC na kikundi cha wapiganaji cha M23. Kufika kwa kiongozi huyu mjini Goma ni ishara ya juhudi za kimataifa za kuimarisha amani na kuandaa mipango ya kiufundi ya ufuatiliaji na ukaguzi wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoamriwa chini ya azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 2808 na ya mwaka 2025. Van Dipere alisisitiza umuhimu wa kushirikiana na wadau wa ndani na wadau wa kikanda ili kuhakikisha kwamba taarifa za ukaguzi, uratibu, mawasiliano na masharti ya utekelezaji wa makubaliano haya zinafanyika kwa ufanisi. Uwanja wa ndege wa Goma ambao umefungwa kwa muda mrefu kutokana na shambulio la M23 ulikuwa sehemu ya kipekee ya ziara hii na kuashiria kuanza tena kwa shughuli rasmi za ndege na uwezekano wa kusogeza misaada ya kibinadamu na vifaa vya kiusalama. Mji wa Goma ulitekwa na wapiganaji wa M23 Januari 2025 katika shambulio ambalo liliathiri maelfu ya wananchi na kusababisha uhamisho mkubwa wa watu pamoja na kuzorota kwa huduma za kimsingi kama chakula, maji, umeme na afya. Kuwa na kiongozi wa MONUSCO mjini humo kunalenga kuhakikisha kwamba mipango ya ufuatiliaji na ukaguzi inatekelezwa kwa vitendo, ikiwemo kupeleka timu za ufuatiliaji katika maeneo muhimu kama Uvira, mji mkazi wa shughuli za kimkakati mashariki mwa Kivu. Juhudi hizi zinakuja sambamba na pendekezo la Angola inayoshirikiana kama mpatanishi mkuu la kuanza rasmi kwa kusitisha mapigano kuanzia Februari 18, 2026, mradi pande zote mbili zikikubali masharti hayo. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa Goma wamedhihirisha shaka na kutokuwa na matumaini makubwa kutokana na historia ndefu ya mgogoro huo na makubaliano yasiyotekelezeka. Wanasema hali ya usalama bado ni tete na furaha ya amani haiwezi kuonekana wazi licha ya uwepo wa kiongozi wa MONUSCO nchini humo. Mgogoro huu umesababisha mojawapo ya mizozo mibaya ya kibinadamu duniani, huku maelfu ya raia wakiishi bila makazi au huduma za msingi kwa muda mrefu. Shirika la Umoja wa Mataifa na mashirika ya kibinadamu yamekuwa yakikabiliana na changamoto kubwa ya kusambaza misaada kutokana na marufuku ya anga na hali tete ya usalama. Kuwepo kwa kiongozi wa MONUSCO mjini Goma kunachukuliwa kama hatua ya kisiasa kuelekea utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, huku changamoto za uhalisia wa amani na matumaini ya wakazi walioathirika zinabaki kuwa kubwa.